asifiwe mama. Bwana Yesu asifiwe wana Mispa. Leo tunamtukuza Mungu wa madhabahu ya Mispa kwa kutupa neema na kibali na nafasi sisi kama wamama kushiriki na wamama wenzetu ulimwenguni kote. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa sababu Baba amekubali ya kwamba sisi wamama tuungane na wamama wenzetu, kwa maana tayari sisi ni taifa la Mungu na ni jeshi kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako karibu mezani mwa Bwana. Haleluya. Amen. Basi ninatoa shukrani zangu kwa Mungu aliye hai, Mungu wa madhabahu ya Mispa, na Mungu wa baba yangu Mtume Francis, na mama yangu, na viongozi wote, wachungaji wenzangu na watumishi wenzangu. Ninawashukuru kwa kunipa nafasi na kibali. Siku ya leo mama, kuna wamama kwenye Biblia wametajwa. Kuna wanawake ambao wametajwa wenye nguvu, ambao mpaka siku ya leo tunajifunza kutoka kwao. Na siku ya leo tunajifunza kwa mwanamke Esther. Mwanamke Esther alikuwa ni mnyonge, ametoka sehemu nyonge. Taifa lao lilikuwa ni taifa dogo, lakini Mungu alikuwa amemchagua. Tayari alikuwa amemwandaa kwa ajili ya kuwaokoa ndugu zake wana wa Israeli, Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tunasoma kitabu cha Esther. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaandika wanawake mashujaa, na sisi shujaa wetu wa leo ni mwanamke Esther. Tukiwataja wako wengi, kuna kina Debora, kuna kina Abigaili, kuna kina Martha na Mariamu. Wote ni wanawake mashujaa ambao wako kwenye Biblia. Kuna Dorcas. Wote ni wanawake ambao ni mashujaa, walifanya jambo kwenye taifa la Mungu na kanisa la Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tutaangalia kitabu cha Esther. Basi tutasoma, utaanza waraka wa Esther 4. Mimi nitasoma 5, lakini mwongozo unaanza kusoma kuanzia 4. Ukija mpaka 5 tutakutana na ile maana ambayo Mungu amekusudia tusikie siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumefika? Basi nitasoma kama Mungu aishivyo. Basi ikawa siku ya 3, Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuielekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia, Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulionayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Esther akasema, mfalme, ukiona vema na aje leo mfalme na amani kwenye karamu niliyomwandalia. Basi mfalme akasema, himiza amani ili ifanyike kama Esther alivyosema. Hivyo mfalme na amani wakafika katika ile karamu aliyoiandaa Esther. Basi mfalme akamwambia Esther, pale penye karamu ya divai, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja ya moyo wako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Esther akajibu na kusema, dua yangu ni hii na haja yangu ni hii, ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme, na mfalme akiona vema kunipa niombalo na kunifanyizia haja yangu, na aje tena mfalme amani kwenye karamu itakayoandalia, nami kesho nitafanya kama vile mfalme alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipengele kirefu, ukisoma utapata maana, lakini kuna vipengele ambavyo tumeviandaa. Basi mfalme, wakati ule ambapo ilitolewa amri, lakini mfalme hakuwa anafahamu ile hila aliyokuwa nayo Hamani. Hamani alikuwa ana hila, alikuwa anaona wivu kwa ajili ya Wayahudi.
kwa sababu tayari alikuwa amekusudia mabaya juu ya taifa la Mungu ambayo Mungu alikuwa ameliteua. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wanaugua, wanaumia, lakini hawakujua mkombozi atatokea wapi. Lakini Mungu kumbe alikuwa amemchagua Esther. Ni mtu duni, lakini Mungu alikuwa amemchagua. Na kusudi na Mungu kumchagua Esther kwa ajili ya kuja kulikomboa lile taifa, ilikuwa sio kazi ya kawaida. Kwa sababu kumbuka, Esther alikuwa ni yatima, alilelewa na mjomba wake. Kwa hiyo wakati huo taifa la Israeli, wakati wale kina Hamani walikuwa wana nguvu, kwa sababu ndio lilikuwa taifa ambalo linatawala. Kwa hiyo walikuwa wanatawala wana wa Israeli. Kwa hiyo hata na sisi kuna watu ambao walikuwa wanatutawala kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ile mbiu ambayo inapigwa na Mordekai yeye alikuwa ni mjumbe tu, amesimama, lakini alikuwa ni kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo hata sisi siku ya leo, Mordekai wetu ni baba yetu wa kiroho, amesimama, lakini anamtaka mwanamke mmoja ampeleke pale kwenye lile kusudi la Mungu, asimame kwenye nafasi. Mwanamke asimame kwenye nafasi ya kumwomba Mungu na kumsihi Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya familia na watoto. Kwa hiyo siku ya leo sisi wamama tumeteuliwa kwenye madhabahu, tumeteuliwa kwenye kanisa kwa ajili ya kusimamia lile kusudi, kwa sababu tukisimama kwenye kusudi lazima Mungu ataponya. Kwa hiyo tukiangalia pale Esther aliposimama kwenye ile nafasi, kwa sababu mara ya kwanza Esther aliogopa na alikataa, akisema, si unaona jamani, mimi siku 30 sijaitwa na mfalme. Kwa hiyo huyu alikuwa ametengwa, ilikuwa hayuko kwenye ndoa yake, alikuwa nje ya ndoa yake. Kwa hiyo alipokuwa ametengwa, kwa sababu ukienda kinyume lazima unakwenda kuuawa. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unakuwa Mungu uko pembeni ya Mungu, kwa sababu kuna vitu ambavyo ulikuwa umevifanya, lakini ukirejea, ukitubu na kunyenyekea, lazima Mungu anakurejesha. Ndipo hapo Esther na yeye kile kilichomtokea, aliingia akawaambia Wayahudi wenzake, fungeni kwa ajili yangu ili niingie kinyume cha sheria kule kwa mfalme. Na ni kweli wakaingia, wakafunga na kuomba. Esther akajivika mavazi yake ya kifalme. Alipojivika mavazi yake ya kifalme, na alisema kama nikufa na wacha nife. Kwa hiyo akatoka akaenda kwa mfalme. Mfalme alipomuona anatokea, Malkia Esther, mfalme akamnyoshea fimbo. Na Esther kweli akasogea, akaenda akaigusa ile fimbo. Na sisi kuna mahali ambapo unakuta tulikuwa tumeshindwa, tumerudi nyuma. Lakini unapoingia kumwomba Mungu, kumsihi Mungu na kunyenyekea, Mungu anakurejesha tena. Kwa hiyo sisi kama kanisa, pale ambapo tulikuwa tumerudi nyuma, pale ambapo sisi kama wamama, kama mwanamke, kwa sababu mwanamke umepewa nafasi na Mungu. Kama umepewa nafasi na Mungu, wewe ni msaidizi wa Mungu, kwa sababu unaumba pamoja na Mungu. Kwa hiyo tuangalie ile nafasi ambayo Mungu ametupa, tusiichezee, kwa sababu ni nafasi ya muhimu. Ikikuondoka, kuitafuta ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa kama mama, simama kwenye nafasi yako. Kwa hiyo ukisimama kwenye nafasi yako, utamuona Mungu, familia yako itapona na taifa litapona. Kwa hiyo tunapoingia katika kumuomba Mungu na kumsihi Mungu, sisi kama wamama hatujapewa nafasi ya kushangaa, tumepewa nafasi ambayo ni muhimu sana. Hatujapewa nafasi ili tuogope, tumepewa nafasi kwa sababu tumeambiwa tuna nguvu. Kwa hiyo ukiwa mtu mwenye nguvu, ni lazima azitumie zile nguvu zake kikamilifu katika kumtafuta Mungu. Kwa sababu ukimtafuta Mungu, kuna mama mwenzako ambaye anakuwa ameshuka, kuna mama mwenzako anakuwa hajui aende wapi wala afanye nini, lakini kupitia wewe, nguvu ulizonazo ndani yako, kwa sababu sisi tunahitaji nguvu za ndani na wala sio nguvu za chakula. Kwa hiyo zile nguvu za ndani zitamsaidia na mwenzako kufika kule ambako wewe umefika, kwenye ile nafasi ambayo unayo. Mwenzako anatamani na ile nafasi, hajapata ile nafasi, hajapata ule mwongozo. Lakini wewe mama, unaposimama kwenye nafasi yako, lazima yule jirani yako kuna kitu anakichukua kutoka kwako. Kwa hiyo tunapokuja kwenye masuala ya kanisa, umeitwa kama mama. Kanisa ni mama. Tayari Mungu ametutambulisha.